Kozi huu ni mwezi mtukufu, mwezi wa kumrudia muumba wetu Mwenyezi Mungu, na tuko na Kazoa. Kazoa yeye kwenye mwezi huu miaka kadhaa tu amekuwa akifanya vituko vyake, lakini ni content ambazo zinahusu tabia mbalimbali za watu ambao hawawezi kufunga kwenye mwezi huu mtukufu. Kwanza lile wazo lilikujaje Kazoa? Nadhani unajua, kwanza nachukulia kwanza kwenye karakta yangu ya Mr. Food cha uroho, mtu ambaye anapenda kula, ambaye hawezi kujishikilia kwenye masuala ya kula. So ile ikaigeuza sasa kuleta kwenye mwezi wa Ramadhani. Je, huyu mtu kweli anafunga? Najua hata kiuhalisia watu wengine wanakaa wanajiuliza kweli bwana anafunga? Umeona, ndio maana kateza content toka before huko nyuma ilianzia na Kazonda na Imani, watu wanaona vituko ambavyo vinavyomfikia bwana cha uroho, umeona jinsi anavyopambana, jinsi anavyoaso kwenye kufunga, kwenye kukaa na njaa muda mrefu. Na mwaka huu sasa hivi nimeamua kuleta kitu kinachoitwa baba wa watu. Ni content ambayo sasa hivi sana nimeibadilisha vingine. Watu wanavyodhani kama nyuma kwamba Kazoa hawezi kujizuia kwenye kula. Yaani hawezi kukaza. Sasa safari hii mimi ndo nakuwa mstari wa mbele kukaza. Yaani mimi sasa kuwanyoosha watu. Umeona? Yes. Hivyo. Mimi nataka kujua zile episode wako unashutigi kabla ya mfungo au baada ya mfungo? Hizo ni kabla ya mfungo, kwa sababu kwenye mwezi wa Ramadhani siwezi kula. Mimi nafunga bwana. Inafunga. Hiyo ni mpya hiyo. Kumbe unafungaga? Mimi nikajua labda wewe unafungaga labda ni. Bwana mimi nafunga. Kwa nini nifunge mimi mtoto wa Kiislamu kabisa bwana, acha nikajoa. Baba wa watu nani achonijua? Mimi mwenyewe na imani mwenyewe nataka niende Firdaus baba wa watu. Afu naambia mimi nichifunge kweli? Inakuja kweli hiyo? Mara kuna zile unaonekana tena huko tena unajibanza unataka kwa nini sasa na wewe? Sasa zile sinajua ni tabia za watu ambazo wapo wanafanya vitu kama vile. Kwamba hawajui kwamba vile umdanganyi mtu wala binadamu yote, wala umdanganyi mbwa wala paka, unamdanganya Mwenyezi Mungu wako. Kwa sababu sasa binadamu hakuona, lakini Mwenyezi Mungu anakuona kwa kokote tunapofanya. Kwa hiyo nawasilisha watu ambao wana tabia kama zile waache mara moja. Ila kwa mimi Kazoa, mimi mwenyewe Hassan Kazoa sina tabia. Mimi nafunga mwezi wa Ramadhani viungo 30 na muda mwingine natamani hata niendelee hata 100. Yaani kuna watu mimi najua kwenye comment wanasema huo ni uongo huo. Ndio kama kipindi kile hivyo ile yako unioji kwamba bwana unakulaje kiasi chako, nakwambia mimi ni kwenye diet nakula vitu nakula chungwa tu usiku nalala. Watu hawakuamini bwana siku ile. Lakini nakwambia kwa ukweli mimi niko vizuri, hilo ni maigizo tu, sio kwamba ni kweli kwenye maisha yangu, siko real vile. Bwana wewe. So mtani huko waga wanasemaje? Sasa kwa sababu unajua wengi wakikuona wanasema sasa huyu jamaa hata mwezi wa Ramadhani afungi huyu. Kwa nini? Mwezi wa Ramadhani kama tunakwambia kazi zetu zinatuhukumu sisi. Kwa kazi yangu ile ya kazi ya cha uroho inanihukumu sana, kwa sababu watu waamini kwamba mimi kweli tunafunga. Na mtaani kila ukipita wewe cholo. Ndio unapita hata na familia yako. Unatoa cholo nye mitonge basi niitikie. Yale matonge waga ni editing zile au ni kweli? Kwa sasa hivi naweza ngasema ni AI. Ila kwa kipindi kile sio AI. Sasa hivi ni AI. Hivi ni China, mda huo China. Kukaa vibala chani, kumdichikachi mtu mtiru titi. Yaani sasa hivi mtu akinidiscuss kama tonge kubwa, dogo, AI, so AI, mimi yaka sina muda, nidichika chini tu. Hivi zile kudoa zile wewe ulizigega kwa nani zile unapomendiaga ni mpaka ile ni sanaa pia. Kuna baadhi ya watu ambao wapo wenye tabia kama zile nilivyosema. Kwa hiyo sisi tunavichukua zile tunazitengenezea na tunatengenezea nguvu na tunaipa sanaa. Kwa hiyo tunawasilisha watu ambao wenye tabia kama zile. Hivi kwa siku unakula kama kilo ngapi hivi za mchele haraka? Za mchele, yani mchele kama mchele dukani ama mchele ubwabwa uliopikwa? Ubwabwa uliopikwa kabisa, unyama kabisa, nyama. Kama nikituliza kifuvu langu vizuri, kilo 1.5 naweza ngondoka nayo. Kilo 1.5. Kilo 1.5. Nyama? Hapo sina mawazo. Nyama? Nyama sio mpenzi sana wa nyama. Kilo 2 tu hivi fresh. Sio mpenzi wa nyama. Najua kitu ambacho kilidefine kwamba kweli wewe unakula kweli vile. Najua wakati unaanza sio kwamba labda ninazungumza vile labda kwa nia mbaya, hapana. Wakati unaanza hizi harakati jambo na vijambo ile ilaruka East Africa TV, ulikuwa ni mwembamba ndio. Lakini baada ya muda kafutuka. Hata kwenye Sira Mtungi ulikuwa mwembamba, nilikuona pale kwenye Sira Mtungi kwenye baadhi ya episode pale. Vipi unafanya mazoezi? Mazoezi nafanya, na swala lako ni kujibu hapo kwenye kusema zamani nilikuwa mwembamba, sasa niko mnene. Ni maisha ya kawaida. Hata wewe kipindi cha kwanza ulikuwa nyuma ulikuwa hivyo. Sasa hivi umepata shilingi 2-3, unapata sehemu yako kulala, unalizika, unakula chakula unachokitaka. Kwa nini usirudishe mwili wako? Lazima urudishe mwili wako. Usiporudisha mwili wako maana yako una roho mbaya. Kwa sasa leo nakwambia wewe unenepi. Wewe bwana unashika hela lakini unakula lakini unenepi. Una roho mbaya. Bacho unabaki ngoja ni ile mimi mtoto wa watu ninenepe mie. Wewe baba una roho mbaya?
Wewe unaona mtu unakula unamaliza kila kitu na nini afu unanepi kwa nini? Kama sio roho mbaya tu roho mbaya zimeganyika nyingi tu. Roho mbaya mda mwingine utaki ni kila ile ikupite mbele yako, kwa hiyo ile roho mbaya pia yani. Sio roho mbaya kumsengenya mtu au kumfanya mtu ubaya. Kwa mimi acha mimi nile baba watu nile ninenepe. China. Hebu niambie vidonda vya tumbo na kitambi bora nini? Kitambi. Chacha, shida nini? Nilinguo vidonda vya tumbo mimi China nipangie vyakula. Uchile maharage, uchile dagaa, uchile chipsi mayai, uchile nini? Vitu gani bwana? Hivi kuna muda appetite wage inaisha kabisa? Sasa inapataga hiyo hali. Tena ngoto maana ilisani yale inanipitaga sana kama mwezi mmoja nyuma ilinipitaga ile hali hiyo. Ya namna gani hiyo? Ya nani appetite nakosa kabisa hamu ya kula. Huwezi kula kabisa. Yani hivyo tu mnabingana za kamka asubuhi nisinyecheka kabisa. Mpaka mchana muda mwingine kama binadamu kuna muda unapitia mawazo manini lakini ukipata muda kidogo ukituliza akili kidogo unaweza ukala hata kidogo ugalau kula kilo moja tu hivi labda na saitimira unamjua saitimira ni nguru unamshika mkono wa kushoto kwa kilo unaangalia pembeni unajua saitimira unaangalia nyuma mwanangu na mbinu za uroho sana Saidi shakula ugali na nguru wewe ugali na nguru kipande kimoja cha 500 unakula ugali kilo moja na mboga na baki wewe kuona hiyo kitu hivi ukiwa unaigizaga vile unavyokula hivi ina maana uwaga ulagi kitu kabisa na unakuja kulia pale au unakuwa ushakula na vitu vingine afu unakuja unajumlishia au inakuwaje au baada ya kula vile uli tena au mimi nataka uniambie hizo process zote. Unajua tunapoingia kazini pale lazima kwanza mtu unywe chai kama mtu anavyoenda kazini simu zingine vile. Haya unakunywa chai akili iwe timamu ushtue utumbo mambo mengine yaendelee. Hata kitu kingine kikija tumbo lisishtuke. Kwa hiyo usipokula asubuhi afu ngena moja kwa moja kwenye kazi afu nkala chakula cha ghafla tonge kubwa tonge mzigo lazima tumbo lishtue na kazi inaanza isiendelee. Ukaanza tumbo likakuuma ukajisikia na nini tumbo kiungulia upande mmoja upande mwingine biashara kaisha. Kwa hiyo mimi lazima ninywe chai asubuhi na naenda kuigiza na kula vizuri na mchana ikifika break ile muda wa kula lunch na kula lunch yangu vizuri kwa sababu kile nilichokula kile kingine chakula ni cha maigizo. Kwa hiyo tumboni kwangu pia kuna sehemu ipo. Sisi kuna mfuko maigizo na mfuko wa maisha ya kawaida. Tumboni kwako. Hebu tuje kwenye mfuko wa maisha ya kawaida unafananaje? Mfuko wa kawaida maisha ndio kama hivi tunakula na familia. Kwa sababu unakaa na familia yangu unakata tonge saizi ya kati yani saizi mita 2 kwa mita 3 ni saizi ya kawaida. Lakini kazini mita 6 kwa mita 12 hiyo ni kazini. Kwa hiyo nyumbani nakula naweza kala mchele robo nikashiba nikalala nikachukua muda mwingine hata ndizi na mbega tu kila siku nakunywa mimi siku muda mwingine silagi chakula kizito. Nachukua ndizi tu na kunywa biashara. Kama mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mimi huaga situmiagi situmiagi vyakula vizito sana. Ikifika jioni ile mimi nikipata kahawa yangu tu na tende tu naweza nkala na kesho mpaka kesho nafunga tena. Okay. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba sasa hivi wewe hapo umefunga kabisa? Mimi hapa nimefunga. Hebu waage basi watazamaji wako. Kwanza ndugu zangu kwanza moja kwa moja watazamaji wangu ndugu zangu wapenzi wangu mashabiki zangu na waomba mniunge mkono kwenye tamthilia yangu hii pendwa ya Baba wa Watu iliyopo YouTube kwenye chaneli yangu ya Kajoa TV. Naomba mnichapoti muangalie msubscribe comment mcheni kwa watu wengine. Nawapenda sana kwa nchi wapende. Yani mwaka huu mimi nimefunga. Kwa hiyo naombeni jamani mkanione Baba Watu jichi na wale kibicha watu kwenye swala zima la kufunga. Eti Kajoa anafunga au afungi? Unafunga wewe? Nafunga Baba Watu. Bwana na Chatimira unazitupa kabisa? Chatimira unazitupa. Chatimira unajua Chatimira ni nguru. Unakula ugali na Chatimira unaangalia huko pembeni. Mkono timoke huko. Bwana tufuturu vizuri tunywe maji kwa wingi. Kama unavyosema ukila daku mjigo. Unaamka asubuhi kabisa unasikia tumbo linabeua unatoa. Hiyo daku ndio imeingia hapo. Wewe ukila daku alafu ndio unachita ile kula tambi. Kunywa uji wa moto. Futari ya moto haipuliji inapigwa ngumi tu pa yenyewe inakuwa ya baridi. Ya moto ukipulija tu unatia mate wenzako. Bwana Hassan Kazoa Baba wa Watu.